Kwenye mtihani unaambiwa uhuru wa mshairi, au unaweka mshazari au ithini. Ithini ya mshairi. Utapata baadhi ya vitabu pia zinaita ruhusa. Ruhusa ya mshairi ni ile ruhusa. Uhuru wa mshairi, ithini ya mshairi. Kwa hivyo wakati unapata maneno haya ni ile ruhusa ambayo mshairi amepewa ili kuzingatia kanuni fulani, kutozingatia kanuni fulani za nini? Za kisarufi. Kwa hivyo tunasema ni ile ithini au unasema ni ile ruhusa. Ruhusa ambayo mshairi amepewa ya kutozingatia kanuni fulani za kisarufi. Zile kanuni, baadhi ya kanuni, kuna vile anapaswa kutunga ushairi bila kuzingatia. Kwa hivyo nimekuambia ithini. Ithini au uhuru wa mshairi ni ile ruhusa ambayo mshairi amepewa ya kutunga mashairi bila kuzingatia baadhi ya sheria za kisarufi. Afuati baadhi ya kanuni za kisarufi. Ndio zile kanuni ni zile sheria za kisarufi. Kwa mfano kuna vile unapaswa kutunga sentensi hivi iwe ile sentensi inaleta maana ambayo inakadiriwa. Kwa hivyo jambo la kwanza ukiambiwa kwenye mtihani uangalie uhuru wa mshairi au ruhusa, unaangalia jambo linaitwa mazida. Tunarudia mambo haya. Najua ulifanya shule ya msingi, kuna mazida. Mazida ni kule kurefusha maneno. Kurefusha maneno. Na kule kurefusha maneno ni ili kuleta urari wa vina. Unaleta urari wa vina au unatosheleza mizani. Kwenye mtihani utaulizwa uonyeshe umuhimu wa mazida. Ukiambiwa uonyeshe umuhimu wa uhuru wa mshairi, utasema pale kuna mazida, uonyeshe mfano wa mazida katika ule ushairi, na useme umuhimu ni kuleta urari wa vina. Urari wa vina ni vina vinafanana, au kutosheleza mizani. Ni kuhakikisha kuwa mizani kama ni 16 katika mshororo huo, ule ambao unafuata ni 16. Kwa hivyo mazida ni kurefusha maneno. Kwa mfano kurefusha maneno, badala ya kuandika wacha nisipende dunia. Badala ya kuandika mama, unasema nini? Mamangu. Umerefusha lile neno. Umerefusha lile neno. Naomba nikupe mfano mwingine. Badala ya kusema hapa, unarefusha neno hapa, unasema hapano. Umerefusha, inaitwa mazida. Uhuru wa pili ambao tunazungumzia ni inkisari. Na unajua inkisari ni kufanya nini? Kuyafupisha maneno. Kuyafupisha. Na ukiuliza kwenye mtihani umuhimu wa kufupisha maneno ni kuleta pia urari wa vina au pia kutosheleza idadi ya mizani. Wakati huu wanauliza sana umuhimu. Kutosheleza idadi ya mizani, yani kuhakikisha kuwa mizani yote inatoshana katika kila mshororo. Ndio tunasema kutosheleza mizani au kuleta urari wa vina. Kuhakikisha vina vinafanya nini? Vinafanana. Kwa hivyo siku ya fupi hapo ni inkisari. Na inkisari ya maneno, unafupisha neno. Wakati mwingi utapata hata wamefupisha, wamekuwekea kinaitwaje? Wanakuwekea ile ritifaa ya kuonyesha ufupishaji. Badala ya wanasema, unaona wanasema namba. Wanasema namba badala ya ni namba. Wamefupisha lile neno. Nisema namba badala ya ni namba au namba. Huko ni kufupisha neno. Unaona wameandika, wakati mwingine utapata wameandika T hivyo na wameweka ritifaa hapa mwanzoni.
badala ya kusema eti wanaweka lile neno pale, wameweka ritifaa kisha wanaandika ti. Utapata maneno mengi hata wameweka ritifaa hivyo kufupisha. Uhuru mwingine au ithini ya mshairi ni tabdila. Tabdila ni pale ambapo maneno yanabadilishwa. Herufi katika maneno yanabadilishwa, herufi za maneno zinabadilishwa. Yaani jinsi ambavyo neno linaendelezwa linabadilishwa. Kwa mfano, unaona ameandika na kushukuri, na kushukuri badala ya na kushukuru. Na kwenye mtihani lazima uandike maneno yote mawili. Unaandika neno ambalo lina tabdila na kisha unaandika neno hilo katika hali ya kawaida. Utapata ameandika pale na kushukuri badala ya na kushukuru. Unapata ameandika daraza, daraza. Useme haya ni makosa. Hii ni tabdila. Si unaona neno limegeuzwa? Inapaswa kuwa darasa. Darasa. Hii ni tabdila. Kutoka hapo kuna kuboroga, huitwa kuboroga. Pia kuboroga huitwa kufinyanga. Kuboroga, kufinyanga au kubanaga sarufi. Utapata hata baadhi ya vitabu inasema miundongeo. Ni mambo ya kuboroga sarufi tu. Na hapa ukiona ameboroga sarufi ni pale amegeuza muundo wa maneno katika sentensi. Yaani amevunja sheria ya sarufi, ni pale amegeuza. Andika pale kugeuza. Maneno yanavyofuatana. Yaani tunasema hapa ni pale ambapo malenga anageuza maneno yanavyofuatana kisarufi. Yanavyofuatana kisarufi kuleta maana. Anageuza, na nitakupa mfano pale. Kunaitwa kubanaga, kufinyanga sarufi. Inalingana tu na swali ambalo umeulizwa. Kwa mfano, unapata pale ameandika mchoro mmoja anasema linda yetu. Anasema linda yetu mazingira. Anasema linda yetu, kwa mfano, linda yetu mazingira. Neema. Tutaipata. Kwa hivyo amegeuza, angalia hapa kipande hicho, linda yetu mazingira. Anapaswa kusema nini? Linda mazingira yetu. Amegeuza ule mfuatano wa maneno, labda kuleta urari wa vina. Anasema linda yetu mazingira badala ya linda mazingira yetu. Vile maneno yanafuatana ili kuleta maana kisarufi ameyageuza.
Huo ndio tunaita kuboroga sarufi au kufinyanga sarufi. Kutoka pale, uhuru mwingine wa mashairi ni kutumia lugha ya kale. Lugha ya kale au kikale. Tumia lugha. Ukiamua utafute tu idhini ya mshairi, unaangalia kama vigezo hivi vike: lugha ya kale au huitwa pia kikale. Lugha ya kale. Kwa hivyo lugha ya kale ni baadhi tu ya maneno. Utapata wanaita wakati mwingine hata lugha chakavu. Chakavu ina maana ya lugha ya kale. Yaani ni lugha ambayo ilikuwa inatumiwa zamani. Utaona ametumia neno kama shamsi. Hii ni lugha ya kale kwa maana ya jua. Anatumia tu baadhi ya maneno, si yote. Shamsi maana yake ni jua, lakini neno hili shamsi ni la lugha ya kale. Yaani alitumiki sana kwa kiasi kikubwa. Tuendelea kuona baadhi ya maneno katika mashairi ambayo nitakupa. Pia kuna kutumia lahaja. Kutumia lahaja au wanasema bilahaja. Ulisoma lahaja katika mambo ya sarufi. Ulisoma lahaja. Matumizi ya lahaja. Hivi ni vilugha katika lugha moja kuu. Yaani ni lugha moja kuu ina mitindo tofauti ya kuzungumzwa. Kwa mfano ukiangalia Kiswahili mahali kilitoka Unguja, utapata sehemu ya pwani kuna Kiswahili cha sehemu ya Tanga. Kuna pia sehemu ya pwani unapata kuna Kiswahili ambacho kinazungumzwa Lamu. Si kile kinazungumzwa Pate. Si kile kinazungumzwa Unguja. Utapata kule kuna lahaja kama Kimtangata, Kiamu, Kipate, kutokana na sehemu hizo. Kwa mfano wacha nikupe mfano mzuri wa lahaja katika lugha ya Kikamba. Ukiona mzaliwa wako anazungumza tofauti Kiswahili na mzaliwa wapi? Kitui. Si ndio? Na wa Mwingi wanazungumza tofauti kabisa. Ndio wote ni Wakamba wanazungumza Kikamba, lakini hizi zingine ni nini? Lahaja. Yaani kutokana na lugha moja kuu Kikamba, hivi ni vilugha vingine. Yaani ni Kikamba lakini vinazungumzwa kwa lugha tofauti. Kwa hivyo kuna matumizi ya lahaja. Kwa mfano utaona wamezungumzia mato. Kimtangata amesema mato kwa maana ya macho. Hii ni lahaja. Natumia neno mato. Tunaona wakati mwingine pia anasema ndimu. Kimtangata ndo anasema ndimu. Ngoja. Nti anasema nti badala ya nchi. Ukimtangata pia utajua baadhi ya maneno tukiendelea tu kwenye ushairi. Na pia kuna utohozi. Utohozi ni idhini nyingine ya mshairi. Utohozi watu tunaoita kuswahilisha. Utohozi ni kule kuswahilisha maneno. Kuswahilisha kwa maana ni maneno ya lugha geni, lakini unapea mapigo na mwala wa Kiswahili, wa maneno ya Kiswahili. Kwa mfano shati. Si Kiswahili unaweza ita shati. Umeipa inatamkwa tu vile kwa sababu umeipa mwendelezo wa Kiswahili, na pia ukiangalia mapigo sasa yanakuwa ya nini? Ya Kiswahili, umeswahilisha. Neno jingine la utohozi pale unasema namba wani. Namba wani. Huo ni utohozi. Umetohoa. Namba 1. Kwa hivyo ukidondoa ukisema kuna utohozi katika ushairi huu lazima uandike maneno yote mawili. Namba 1 kwa maana ya namba 1.
huo ni utohozi. Kwa hivyo vigezo hivyo ndivyo vinaangaliwa katika uhuru wa mshairi. Kwa hivyo sasa nataka tuanze kuangalia maswali na majibu.